mimi kipekee napenda sana kushukuru mradi wa REA kuja kufika hapa. Kufika hapa ni moja achievement kubwa sana. Sio kwangu tu mimi hapa kwenye hili shamba, lakini kwa kijiji kizima. Kijiji kizima kimefaidika na mradi. Mimi nikiwa mfaidika mkubwa sana. Kwa sababu zamani vifaranga ilibidi tulee Kisesa, usafirishe vifaranga kutoka Kisesa kuleta hapa. Kwa sababu process nzima ya ukuzaji wa kuku inaanza kwanza na rearing period. Wanasema kile kipindi cha kukuza vifaranga. Vifaranga wanahitaji joto na mwanga. Sasa bila joto na mwanga, ukisema utumie mkaa, carbon monoxide. Ukisema utumie gesi kuna muda efficiency sio nzuri. Fluctuation ya joto. Lakini ukitumia zile taa za wati 250, joto linakuwa constant kwenye banda. Kwa hiyo mradi huu sisi kwetu ni manufaa makubwa. Kwanza umepunguza gharama ya uzalishaji. Generator tulikuwa natumia hadi milioni 4 hadi 5 kwa mwezi hapa. Lakini umeme toka umefika hapa, tukitumia sana umeme ni milioni 1.5, na hapo ni kipindi cha vifaranga, kwa sababu vifaranga vinahitaji joto kali, na taa tunazoweka ni taa za wati 250. Mradi wetu ulianza mwaka 2022. Lengo lake kubwa likiwa ni kutatua changamoto nyingi ambazo wavuvi wanakabiliana nazo. Changamoto kubwa ikiwa ni wakati wa mvua, mazao yao yanaharibika sana kutokana na mvua, lakini pia ubora wa dagaa ambazo wanazianika, kwa sababu wanazianika chini, unakuwa sio mkubwa sana. Kwa hiyo mradi huo umekuja ili kutatua changamoto hiyo, kwa maana ya kwamba tuna makaushio ya kisasa ambayo yanatumia umeme jua, ambayo yanakausha dagaa wakati ambao kuna mvua na wakati wa kawaida. Kwa hiyo wavuvi sasa wanaweza kuleta dagaa zao katika makaushio yetu ya kisasa wakakausha, na baadaye jioni wakaja wakachukua dagaa zao. Kaushio moja linakausha tani 1.2. Kwa maana ya kwamba makaushio mawili tunakausha 2.4 tani kwa siku. Lakini uzalishaji wa dagaa katika molo huu ni zaidi ya tani 80 kwa siku. Hiyo inaonyesha kwamba tunachokifanya sisi ni kidogo kulingana na uhitaji. Kwa hivyo kuna umuhimu sana wa wadau mbalimbali na sisi kwa pamoja kushirikiana ili kutatua changamoto, kwa sababu ni kubwa kuliko ambacho sisi tunakifanya. Mwanzo tulikuwa tunachukua dagaa wetu kuwatoa umo kwenye maji, tunawaweka kwenye beseni, tunaanika kwenye vichanja vyetu, lakini hali ya kuwa mvua ikinyesha wale dagaa wanaoza. Kwa hiyo wanapooza wanashuka bei. Lakini tangia huu mradi ufike, tunachukua dagaa, tunawaandaa vizuri, tunawaleta kwenye madulaya, tunawaanika, wanakauka vizuri, tunapima kwa kilo, kila kilo moja shilingi 300, tunapata hela yetu nzuri, na wateja wetu tunawatumia wanawafurahia dagaa wetu. Kwa maana hiyo sasa sisi kama wana Kayenze Ndogo kikundi cha hapa tunaona huu mradi umekuja kutusaidia sana sisi. Asante. Jina langu ni Engineer John Zolotu, ni mkurugenzi wa umeme vijijini kutoka REA, na leo tuko Mwanza kwenye ziara na wadau wa maendeleo, ambayo ni ziara ambayo tunafanya kila mwaka mara 2. Tuna vikao vya kila mwaka mara 2. Kikao cha kwanza kinafika mwezi wa 4 ambacho kinakuwa tunawasilisha mpango kazi wa mwaka pamoja na budget ambayo inaainisha miradi ambayo tunaenda kuitekeleza kwa mwaka unaofuata wa fedha, lakini pia tunakwenda kuonyesha na budget, na lengo ni kwamba tunadiscuss na wenzetu wa bia maendeleo ili pale ambapo wanaona wanaweza kuchangia wanachangia, lakini mipango yetu yote tunaiona, kuna transparency, wanaona kwa mwaka ujao wa fedha tunaenda kufanya nini. Kikao cha kwanza kikamilika, maana yake tumeidhinisha mipango pamoja na budget. Then kuna kikao cha pili ambacho ni second by annual meeting kinafanyika mwezi wa 11, ambacho tunakwenda kuelezea sasa utekelezaji wa ile mipango ambayo tumeipitisha kwenye kikao cha mwezi wa 4. Kwa hiyo kikao cha pili kitafanyika mwezi wa 11 kwenda kujadili maendeleo ya miradi ambayo tumeipanga na bajeti yake kwenye kikao kwenye mwaka husika wa fedha. Kwa hiyo lengo ni kuja kuwaonyesha mipango yetu, lakini pia tunaenda kuwaonyesha namna ambayo tunatekeleza. Leo tumeleta hapa kwenye miradi ambayo tuliufadhili kupitia mashirikiano sisi na wao, na wanaona mradi tunafanya kazi. Kwa hiyo wanaona walichokipitisha na walichokifinance kinafanya kazi kama ambavyo tumeona hapa. Kwa hiyo ndio lengo hasa la ziara hii hapa. Tunapokuja kwenye miradi kama hii tunawaeleza kwamba tumefanya mradi huu, lakini bado mahitaji ni makubwa zaidi. Kwa hiyo pia tunakwenda kwenye vikao kama cha kesho, tunakuwa na vikao vya side meetings, tunawaelezea kwa mradi ambao tumeonyesha jana
umefanikiwa, lakini bado kuna mahitaji makubwa zaidi, tunaomba fedha zaidi. Kwa hiyo tunashirikiana kupata fedha zaidi ili kukuza zaidi miradi hii.